Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangosongo kutoka kwenye maskani wa ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili kufanya marejeo ya michoro ya kinabii. Ilikuwa tarehe 21 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Mwamba Mashuhuri Yesu alitoa unabii kuhusiana na swala la ukanda huu wa Afrika Mashariki, kuhusiana na masuala ya rushwa. Mungu mkuu Yesu alisema wazi kwamba anataka kusafisha ukanda huu wa Afrika Mashariki, na namna vile Mungu mkuu Yesu alikuwa ametoa unabii ule, alieleza wazi kwamba bila shaka yote wale viongozi au watu mbalimbali walijihusisha na masuala ya rushwa katika ukanda wa Afrika Mashariki waingie kwenye maombi, kwa maana waingie kwenye toba. Na moja kati ya masharti ambayo Mungu mkuu Yesu alikuwa ameeleza, lazima watubu dhambi na warudishe fedha ambazo walizowahi kuzichukua katika mikoto ya kinabii. Wakati unabii ule unatoka, Mungu Mashuhuri Yesu, kwa sababu yeye ndiye anajua michoro yote ya kinabii, alikuwa anaweka anwani maalum. Sasa leo niko hapa kwa ajili kufanya marejeo. Tayari unabii huu umeanza kuthibitika katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mmeona nini kinaendelea pale nchini Uganda, ambayo tayari kuna program imeanzishwa pale kwa ajili ya kusafisha mafisadi katika nchi ya Uganda, na mmeona nini kimemkuta aliyewahi kuwa speaker wa bunge katika nchi hiyo. Tayari mmeona amechukuliwa hatua za kinidhamu, pamoja na kuchukuliwa hatua kwa kutokana na ile kashfa ya wizi wa fedha katika nchi ya Uganda. Kwa hiyo nifanye marejeo haya na nizidi kuzungumza wazi kwamba jambo hili linaenda kuthibitika katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mwamba Mashuhuri Yesu mwenyewe ndiye anaingia kushughulikia jambo hili, na tutumia mifumo iliyopo kwa ajili ya kudhibiti mikoto yote katika kuchora anwani hizi kuelekea siku hizi za mwisho. Kwa mnapoyaona haya yanathibitika, basi mjue kabisa Mungu mkuu Yesu anaweka anwani hizi mashuhuri kabisa kabla ya kuja kwake kwa ajili ya unyofu kanisa. Tubu dhambi, huko Mwamba Mashuhuri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Kwa hiyo nitumie wakati huu watu mbalimbali katika ukanda huo walijihusisha masuala ya rushwa katika mataifa mbalimbali ya ukanda wa Afrika Mashariki waingie kwenye maombi, watubu dhambi na warudishe zile fedha katika mifumo ambayo wao wenyewe wanaijua katika anwani hizi mashuhuri. Tubu dhambi, huko Mwamba Mashuhuri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova wakati tuonane katika Mungu kuja. Amina. Nisikie neno la Bwana. Ninaona huzuni Afrika Mashariki. Ninaona huzuni Afrika Mashariki. Ninaona Bwana ametokea, ananipa taarifa, anasema Afrika Mashariki kuna baadhi ya maeneo ya ukanda huu, siyataja hayo mataifa, lakini natazama, ninaona rushwa ile wanaita ile money laundering. Ninaona wizi mkubwa wa fedha. Ninaona hali mbaya ya rushwa iliyokithiri kwenye ukanda wa Afrika Mashariki. Ninaona wale wote wanaohusika na rushwa, ninaona Yesu anawatoa maofisini. Atawatoa kwa njia gani mimi sijui, lakini Bwana ananiambia ninaenda kuwakamata sasa, ninaenda kuwapeleka kwenye mahabusu yangu, na mahabusu ya Yesu ni kuzimu. Ninaona Yesu anapita ukanda wa Afrika Mashariki, anapita ukanda wa Afrika Mashariki. Enyi watu wa Afrika Mashariki, kama unajihusisha na wizi wa fedha kwenye nchi mbalimbali za Afrika Mashariki, ingia kwenye toba, umlilie Bwana. Bwana Yesu anapita na upanga. Ninaona anapita na upanga kwenye mataifa mbalimbali ya ukanda huu. Anachunguza zile ofisi, anachunguza kule ndani, alafu naona anawakata wengine, anaondoa. Afrika Mashariki, ninakulilia 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 wewe, ninakulilia wewe unaojiingiza kwenye ufisadi, unaojiingiza kwenye wizi wa fedha. Wewe mtu yote, wewe mfanya biashara, wewe ni kiongozi, wewe mtu yote, kama unaingia kwenye jambo hilo, tubu dhambi. Naona hasira Yesu. Yesu amesimama ukanda wa Afrika Mashariki, anaambia angalia nchi ile inafanya wizi. Ananionyesha, lakini siwezi kutaja kwa maneno hii. Ninaona anachunguza zile ofisi, ananiambia wakati wa kusafisha umefika. Ananiambia siwezi kuachilia uchungu wa mwisho wa dunia, alafu watu wanafanya uovu. Ananiambia Afrika Mashariki nitapita, na watu wote watajua kwamba nilipita kwenye mataifa yao. Ninaona Yesu anapita kwenye mataifa mbalimbali, anapita, anachunguza. Nisikie neno la Bwana. Afrika
Afrika Mashariki, Afrika Mashariki. Nisikie neno la Bwana, nisikie neno la Bwana. Enyi viongozi, enyi wafanya biashara, kama mliosika na ufisadi, tubu dhambi, geuka haraka sana. Tubu dhambi, geuka, kwa sababu mambo na shughuli Yesu inaona na chunguza, anaona hakika imekuwa na nasikia Bwana ananiambia kutatokea na vifo vya ghafla vya wafanya biashara walioingia kwenye money laundering. Ninaona vifo vya ghafla, ninaona vifo vya ghafla viongozi wa serikali, ninaona vifo vya ghafla watubu dhambi, kama wamehusika katika ukanda huu, katika nchi yote, aingie kwenye toba, aingie kwenye chumba chake cha ndani, amlilie Yesu, amwambie ninatubu dhambi. Na moja kati ya masharti unataka kufanya, urudishe fedha ulizoiba, rudisha ndani ya serikali, rudisha, waambie niliiba. Na hapa natoa maelekezo hayo. Kama kitokea mtu akasema nimetubu dhambi zangu, nimerejesha fedha, serikali chukua hizo fedha, lakini huyu mtu mwacheni huru, kwa sababu ni hukumu kutoka kwa Bwana. Anasema Mungu shauri Yesu, nisikie neno Bwana. Inawezekana leo ninatoa haya, watu wakaniona kama nimechanganyikiwa. Akili zangu ziko sawa sawa, wasubiri wakati utakuja, watakuja kuona mambo haya. Ninaona hukumu kubwa sana ukanda Afrika Mashariki. Yule Yesu anatembea Afrika Mashariki, alafu naona ardhi inatetema mbele yake. Ninaona wafanya biashara wakitemeka mbele za Bwana. Hakika hili jambo linaenda kutokea, hakika linakwenda kuthibitishwa, hakika ndivyo inavyoenda kuwa. Nisikie neno la Bwana. Ewe Afrika Mashariki, ewe Afrika Mashariki, ewe Afrika Mashariki, ewe Afrika Mashariki, asema Mungu na shughuli Yesu. Leo tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2025 kutoka kwa maskani ya uchungu sana kutoka jiji la Arusha Tanzania, unabii huu umeachiliwa katika ufunuo, asema Mungu na shughuli Yesu. Nisikie neno la sasa. Museveni ameona moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikampa legitimacy mtoto wake ni kudeal na mafisadi. Kwa hiyo ni kama amemwachia sasa Muhoozi, hata kama sio directly, lakini yeye awe ni mshika bendera kwenye kampeni ambayo ameanzisha inaitwa Safisha Mafisadi. Na wameanza hiyo kampeni, wameanza na aliyekuwa spika wa bunge la Uganda, wanamuita AAA, Anita Among. Mama mmoja alikuwa na hela vibaya, na kaanza kumngoa yeye. Huyo mama sasa juzi wamevamia kwenye nyumba, yani waliingia kwenye nyumba zake na wakatoa magari ya kutosha. Alikuwa na zile high end cars, unajua. Ndio hicho walichokuwa wanasema watu kwamba Uganda ni nchi ambayo watu wengi sana walikuwa wanachota pesa. Lakini yule mama alikuwa anachota alafu anazionyesha wazi. Anakuambia kula nyama nyamaza. Sasa yeye akashindwa kunyamaza. Kwa hiyo mali zake zimebebwa na nini, na nafikiri kwa sababu makosa ambayo anatuhumiwa ni makosa ya utakatishaji fedha, matumizi mabaya ya ofisi na kujinufaisha. Lakini alikuwa ni rafiki mkubwa wa mzee Museveni. Ndio hicho nakwambia. So wewe eti kisa yeye alikuwa ni rafiki mkubwa, ni rafiki wa tajiri au wa kiongozi, basi ndo akajiachia. Imekuwa ni balaa. Kwa hiyo operesheni ya Safisha Mafisadi imeanza Uganda, na of course imeanza na huyo aliyekuwa spika wa bunge, na nafikiri inaendelea kwa wengine. Na Muhoozi akasema kwamba huu ni mwanzo tu. Yaani hii operesheni itasafisha wote. Yaani umeona anaanza na watu wanampraise. Watu wanampigia makofi. Kamanda ndo sasa hivi wanamuita supreme leader. Watu wengi mitandaoni. Ingawaje yote 9, 10 still bado watu wengi wanalilia wale viongozi wa upinzani ambao wamekuwa wakishikiliwa kwa muda mrefu nchini Uganda, akiwemo Kizza Besigye aliyekuwa daktari binafsi wa Museveni miaka hiyo huko msituni, yuko jela mpaka sasa hivi. Kwa hiyo wengi hawa kina Bobi Wine wanakimbia nchi. Kwa hiyo wengi wanasema okay, it is sawa, hichi kitu kinachokwenda kufanyika ni kizuri. Tunategemea kwamba mwaka 2031 Museveni anaweza asigombee, yani kulingana na umri wake. Sasa na miaka 81 na maisha atakuwa anaelekea 90 huko. Hiyo kwenye uchaguzi unaokuja. Lakini pia wanasema hata kama unafanya mazuri, still tunaomba basi tuachilie baadhi ya wale watu ambao ni wafungwa wa kisiasa. Achilia wafungwa wa kisiasa. Hivi Shonde, kile kifaa cha ukifungwa natakuwa useme kweli kijafika. Bana, kile kifaa rafiki yangu itakiwa kije bana. Kinatakiwa ile lie detector ile. Ile inatakiwa iletwe ile inatakiwa iletwe. Watu kama wanaojinufaisha itakuwa imekwisha habari yao. Kitafika? Wewe ulisema siku ile. Akitafika, wanaozuia ni wengi.
hatuelewi. Fanya masiara ni